وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Amiri na Mbashiri Mkuu wa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya Tanzania, waheshimiwa viongozi wa Majlisi ya Amila Taifa, waheshimiwa wabashiri wenzangu na waalimu, waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi wa rehma na baraka zake ambazo zimetuwezesha kukutana hapa leo kwa mara nyingine tena, ili tuweze kufaidika na kuburudika na baraka za jalsa salana. Rehma na amani zimshukie kipenzi chetu bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familia yake, masahaba zake na wafuasi wake ajmain. Mheshimiwa Mwenyekiti, ipo hadithi inayomhusu profesa mmoja ambaye alikuwa na mazoea ya kuongea kwa kirefu. Siku moja aligundua kuwa mwanafunzi mmoja kwenye darasa lake alikuwa amesinzia. Akamuita mwanafunzi aliyekuwa ameketi jirani yake, John, unaweza kumuamsha huyu rafiki jirani na wewe? Hapana profesa, John akajibu, muamshe wewe mwenyewe, maana ni wewe uliyemfanya asinzie, sio mimi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijasababisha mtu yeyote kusinzia au kulala, naomba uniruhusu niongee maneno machache juu ya mada iliyotangazwa, mafundisho ya Islam juu ya utaratibu na kanuni za uhuru wa kujieleza. Kwa hakika uhuru wa kusema au kujieleza ni wimbo unaoimbwa na watu wote, ila ni wachache wanaotambua umuhimu na unyeti wake. Uhuru wa kujieleza ni kama kupika ugali. Mtu anaweza kupika kwa moto mkali au wa wastani, lakini ukizidi unga, ugali utakuwa mgumu. Akizidisha maji, utakuwa uji. Katika enzi hizi za sayansi na teknolojia, kwanza mtu mwenyewe, kila mmoja wetu, ujielewe. Wewe ambaye unataka kutumia uhuru huu, usitumie uhuru katika hali ambayo inaweza ikakera. Kwa mfano, umekuta ajali, watu wameumia, badala ya hata kuangalia namna ya kuwasaidia, unapiga picha za watu waliokufa, unarusha mtandaoni. Sasa hapo unajieleza nini? Ni swali ambalo kila mmoja anapaswa kujiuliza. Ukitaka kuwa mvuvi, sharti ujue kuogelea. Baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema, uhuru bila ya nidhamu ni wenda wadhimu, na nidhamu bila ya uhuru ni utumwa. Kwa hiyo kila uhuru uwe na mipaka yake. Mitandao ya kijamii ni majukwaa ya kutoa maoni. Jamii imekuwa ikitumia majukwaa hayo kujieleza kwa kutumia sanaa, kutoa hotuba, kutoa mawazo au maoni kwa njia ya maandishi, picha au michoro. Mitandao kama Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat, Jamii Forum, WhatsApp na mingine mingi imetumika kwa muda mrefu kutimiza azma hiyo. Hata hivyo, watumiaji wamekuwa wakikosolewa kwa kiasi kikubwa kuhusu namna wanavyoitumia mitandao hiyo. Ndugu zangu wapendwa katika imani, bila shaka binadamu ameumbwa akiwa huru, na uhuru wa kujieleza ni haki ya asili na ya msingi ya binadamu. Ndiyo sababu dini zote duniani zimeikubali na mataifa yote yameitambua na kuidhamini katika katiba zao. Maana rahisi na nyepesi ya uhuru wa kujieleza ni kwamba kila mtu yuko huru kueleza maoni yake kupitia hotuba, maandishi au vitendo. Lakini jamii za kisasa zilizoendelea zimechukulia hili kama uhuru usio na mipaka, kana kwamba kila mtu ana uhuru wa kusema, kuandika au kutenda jinsi atakavyo dhidi ya yeyote, bila kujali kama vitendo vyake vitamkera au kumkosea mtu mwingine, hata kama hiyo inashambulia na kuchafua heshima na utu wa wengine, na hata kama inawafanyia dhihaka waja wema na watukufu, na hata kama inaumiza hisia za mamilioni ya watu. Kwa kuona mifano ya kiutendaji ya kauli mbiu hizo zisizo za asili na zisizo za kweli za uhuru wa kujieleza, mtu anajikuta akijiuliza, je, uhuru wa kujieleza wa aina hiyo unaweza kuhesabiwa kuwa haki ya msingi ya binadamu ambayo husababisha uharibifu duniani, ambayo inavunja amani ya kijamii na kuharibu heshima ya kibinadamu na maadili ya juu ya utu? Je, uhuru huo wa kujieleza unaweza kuitwa haki ya msingi ya binadamu ambayo inasababisha jamii kugawanyika, na badala ya maua ya upendo, mshikamano na heshima kunaota miiba ya chuki, dhihaka, ongo na kashfa katika ardhi ya mahusiano? Bila shaka uhuru wa kujieleza hauwezi kuhesabiwa kuwa uhuru wa kweli ikiwa unahusisha kunyanyasa wasio na hatia, kudharau na kudhihaki watu wenye heshima, kuharibu maadili mema na kuvunja amani ya jamii. Kwa yakini uhuru huo kamili na usio na mipaka hauwezi kuchukuliwa kuwa haki ya msingi ya binadamu. Kuhusiana na hilo, Khalifa mtukufu wa 4 Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullahu ta'ala alayhi alisema, kauli mbiu ya uhuru usio na kikomo katika jamii haina mashiko. Wakati mwingine maana potofu za uhuru zinachukuliwa na dhana hiyo inatumika vibaya mno kiasi kwamba kanuni nzuri ya uhuru wa kujieleza inaonekana mbaya na isiyopendeza. Lugha za matusi, mashambulizi dhidi ya heshima na utu wa wengine, na kuwakashifu na kuwadhihaki waja wema na watukufu ni uhuru wa namna gani? Islam si tu kwamba ni mtetezi wa uhuru wa kujieleza, bali pia unalinda na kuunga mkono kanuni hiyo kwa ujasiri na uthabiti ambao huwezi kupata mfano wake katika mfumo mwingine wa kifikra au dini yoyote iwayo. Kuhusu uhuru wa kujieleza, Islam hutoa muongozo kamili na uliotimia sawa. Ndani ya misingi yake mambo matatu makuu yanaonekana kwa uwazi. Kwanza, kwa upande moja, Islam imejenga jengo la uhuru wa kujieleza juu ya misingi chanya na ya kimaendeleo, ili uhuru huu uweze kutimiza lengo lake halisi, yani uwe chanzo
cha khairi na manufaa kwa watu wote, na kupitia huo kila mtu katika jamii apate nafasi ya kushiriki kikamilifu katika kujenga na kuendeleza taifa na umma. Pili, kwa upande mwingine, Islam inaweka mazingira ambayo humlea kila mtu ili aweze kutumia haki ya uhuru wa kujieleza kwa njia sahihi. Tatu, na jambo la tatu ni kwamba Islam imeweka mipaka na vikwazo fulani kwa uhuru huu ili uhuru wa mtu binafsi usiwe sababu ya kudhuru, kuumiza hisia au kunyanyasa mtu mwingine au taifa jingine, na pia uhuru huo usiwe na madhara kwa masilahi ya umma. Mimi nitajaribu kueleza kwa ufupi masuala haya matatu kwa kuzingatia mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu. Awali ya yote, kwa kulijenga jengo la uhuru wa kujieleza juu ya misingi chanya na ya kimaendeleo na kulifanya kuwa mlinzi wa masilahi ya umma, Islam inawasilisha kanuni nzuri na mfumo mwema ikisema, wakulu linnasi husna, na semeni na watu kwa wema, kwa sababu ikiwa jambo hilo si jema au halisemwi kwa njia nzuri au likachanganywa na dharau, kejeli na fedheha, basi jambo hilo huhesabiwa kuwa ni kitendo cha kishetani. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu alimuamrisha mtume wake mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kusema, wakul liibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, na uwaambie watumishi wangu waseme yaliyo bora, maana shetani huchochea ugomvi baina yao. Islam inasisitiza juu ya udhuri wa maneno na kushikamana na usemi ulio bora kiasi kwamba hata kuhusu mijadala ya kidini na malumbano imetoa amri ifuatayo, wajadilhum billati hiya ahsan, na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Yani hata unapojadiliana na watu wa dini nyingine, uongee nao kwa njia njema na kwa hoja nzuri. Sio hivyo tu, bali Islam inasema, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu wa kweli ndiye yule ambaye watu wengine wanasalimika katika ulimi wake na mkono wake. Ili kuimarisha jengo la uhuru wa kujieleza juu ya misingi chanya na ya kimaendeleo, Islam inatoa kanuni nyingine ikisema, wakulu qawlan sadida, semeni usemi ulio sawa, yani semeni maneno yaliyo ya moja kwa moja na ya kweli, na msiseme uongo wala kutoa ushahidi wa uongo. Islam inasisitiza sana kusema ukweli kiasi kwamba katika hali fulani inachukuliwa kuwa jihadi au tuseme jihadi bora zaidi. Hivyo Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, inna min adhamil jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin, hakika jihadi iliyo bora kabisa ni kusema ukweli mbele ya mfalme mdhalimu. Kisha Islam kwa ajili ya kumwagilia na kutunza mti huu wa uhuru wa kujieleza inaweka kanuni nyingine ikisema, wa idha qultum fa'dilu, na msemapo basi shikeni adili. Kila mnapozungumza, kauli zenu ziwe zimejengwa juu ya haki na uadilifu. Kama hakutakuwa na uadilifu, basi dhulma itaenea, na katika jamii ambayo dhulma imeenea, uhuru wa kujieleza utaendelea kuminywa. Jambo la pili ni kwamba Islam hutoa mazingira yafayo kwa ajili ya kutumia haki ya uhuru wa kujieleza, ili kila mtu apate mafunzo ya kutumia haki kwa njia sahihi. Kuhusiana na hilo, Islam inanena, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, nyinyi ni ummati bora mliotolewa kwa ajili ya watu, mnaamuru yaliyo mema
na mnakataza maovu. Yani ni lazima kwa kila mtu kuhimiza na kuhamasisha mambo mema na kukataza maovu, kana kwamba ni wajibu wa kila moja kuwa kwa maneno na matendo yake, kwa maandishi na hutuba zake, awashe mishumaa ya wema na aendelee kujaribu kuliondoa giza la shari kwa kukataza maovu. Kuamrisha mema na kukataza maovu kumetangazwa sio tu kuwa ni haki ya kila mtu, bali ni wajibu wa pamoja wa Waislamu wote. Kisha Islam hutoa mfumo wa mashauriano ili kuwafunza watu kutumia haki ya uhuru wa kujieleza kwa njia iliyo bora. Islam humpa kila mtu fursa na ruhusa ya kutoa maoni yake, ikisema washawirhum fil amr, ushauriane nao katika mambo. Mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliamrishwa kwamba ashauriane na masahaba zake katika mambo muhimu, yakiwemo masuala ya husuyo utawala. Hivyo basi, katika tukio la vita vya Uhud, baadhi ya masahaba wakubwa walitoa rai kwamba vita ipiganwe wakiwa ndani ya mji, lakini vijana walipendekeza kwamba watoke nje na kukabiliana na maadui katika uwanja wa wazi. Kwa hiyo mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikubaliana na rai ya vijana na akaweka kambi yake karibu na mlima Uhud. Vivyo hivyo katika vita vya Ahzab, mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam alishauriana na maswahaba zake na akapendelea rai ya Hazrat Salman Farisi na akachimba khandaki kuizunguka Madina. Mafunzo haya ya kujieleza kwa uhuru kupitia shura yaliwajenga maswahaba kiasi hiki kwamba kila walipoona rai fulani ni yenye manufaa, waliiwasilisha bila kusita na bila woga wowote. Mfano wake moja ni tukio la vita vya Badr. Katika vita hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipiga kambi mahali fulani. Sahaba moja, Hubab bin al-Mundhir, alifika moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na akamuuliza, ewe mjumbe wa Allah, je, mahali hapo ulipopiga kambi pamechaguliwa kwa ufunuo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au ni wewe mwenyewe umepachagua? Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu, kwa kuzingatia mbinu za kivita, niliona kwamba mahali hapa ni pazuri kwa sababu ni pajuu. Baada ya kusikia hayo, Hubab bin al-Mundhir akasema kwa adabu, basi labda mahali hapa hapafai. Huu ni mfano wa hali ya juu namna gani wa uhuru wa kujieleza, kwamba mtu wa kawaida kabisa aliweza bila hofu yoyote kutoa maoni yake mbele ya mtawala wa Madina na Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuonyesha chochote cha kukemea ujasiri huo, bali alimuuliza tu, unatoa rai hii juu ya msingi upi? Na alipobainisha umuhimu wa rai yake, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaikubali mara moja. Kisha Islam kwa ajili ya kukuza na kuendeleza uhuru wa kujieleza hutoa mazingira ya mfano kwa kuhimiza mwenendo wa huruma na upole. Kuhusiana na hilo, Mwenyezi Mungu anasema, fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadhan ghaliza alqalbi lamfadhu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum, basi kwa sababu ya rehma itokayo kwa Allah umekuwa laini kwao, na kama ungekuwa mkali na mwenye moyo mgumu bila shaka wangali kukimbia, basi wasamehe na uwaombee msamaha. Ili kuwaunganisha watu wote pamoja na kulilinda jengo la uhusiano wao wa kijamii na kidini lisipate nyufa za mifarakano na chuki, uongee na watu kwa lugha ya upole, usitumie ukali hata wakisema maneno makali, bali malizia mazungumzo kwa kusamehe, na umuombe Allah msamaha
kwa makosa yao. Kufuatia amri hii ya Mwenyezi Mungu, mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam alinasihi akisema, inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kullihi, yani Allah hupenda upole katika mambo yote. Si hayo tu, bali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kielelezo cha maisha yake mwenyewe aliweka mifano hai ya mwenendo huu. Zaid bin Sana alikuwa msomi wa Kiyahudi. Wakati fulani mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimkopa mali na tarehe ya kulipa ikapangwa, lakini Zaid alikuja kudai deni lake siku 2 au 3 kabla ya tarehe iliyowekwa, na akavuta shuka ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa dharau. Na hakuishia hapo tu, bali akitumia lugha chafu, lugha mbaya, akasema, nyinyi wana wa Abdul Muttalib ni wabaya sana katika kulipa madeni na mna tabia ya kukwepa. Wakati huo Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwepo pale, akasema, lau si hofu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ningeikata shingo yako kwa upanga wangu kwa dharau hii. Kwa kusikia hayo, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitabasamu na akasema, ewe Umar, badala ya kumkemea, ingelikuwa bora ungenikumbusha juu ya kulipa deni na kutimiza ahadi yangu, na yeye ungemshauri kudai kwa upole na adabu. Baada ya hayo, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Umar, mlipe deni lake na umuongezee takriban kilo 60 za tende kama fidia ya kuwa mkali juu yake. Kwa tabia hii ya upole, hulka njema na kulipa deni kwa wema, Myahudi huyu aliguswa sana na hatimaye akasilimu. Huu ni mfano mzuri namna gani wa uhuru wa kujieleza, kwamba yule aliyetumia vibaya uhuru wake wa kujieleza, si tu kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimsihi kwa upole na njia nzuri, bali akaonyesha mfano wake kwa hulka zake njema ambazo matokeo yake mema yalidhihirika mara moja. Islam inathamini na inalinda uhuru wa kujieleza kiasi kwamba inakataa aina zote za kulazimisha, kutishia au kutumia nguvu na jefule, na inatangaza kanuni zake, na inatangaza kanuni kubwa ya uhuru wa dini ikisema, la ikraha fi din, hakuna karaha katika dini, wa kulil haqqu min rabbikum faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur, nasema ukweli umetoka kwa Mola wenu, basi anayependa akubali na anayependa basi akatae. Katika masuala ya dini hakuna kulazimishwa wala kushurutishwa. Ukweli ni ule tu uliotoka kwa Mola wenu, basi atakaye na amini na atakaye na akatae. Maisha ya mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamejaa mifano mingi yenye kung'aa ya uvumilivu pamoja na uhuru wa dini na dhamiri. Tukio la adui wa Islam Ikrima linajulikana sana katika historia ya dini tukufu ya Kiislam. Kwa sababu ya makosa yake ya kivita, alikuwa tayari amehukumiwa kuuawa. Mkewe aliomba msamaha kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliyekuwa rehma kwa walimwengu wote, naye akamsamehe kwa huruma kubwa sana. Baadaye mke wake Ikrima alimleta mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikrima akauliza, je, kweli umenisamehe? Je, kweli umenisamehe? Mtume akajibu, ndiyo, hakika nimekusamehe. Ikrima akauliza tena, hata nikiwa bado nipo katika dini yangu, yani sijasilimu, je, umenisamehe nikiwa katika hali hii ya ushirikina? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatabasamu na akajibu, naam. Kwa kuona muujiza huu wa hulka njema na wema wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ikrima akawa Muislamu. Akitaja tukio hili, Khalifatul Masih wa 5 walisema, Islam
imeenea kupitia maadili mema na ruksa ya uhuru wa dhamiri na dini. Mshale huu wa hulka njema na uhuru wa dini ulimgusa na kumshawishi ndani ya dakika moja mtu kama Ikrima. Mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliwapa hata wafungwa na watumwa ruksa ya kuchagua dini yoyote wapendayo. Thumama bin Uthal alikuwa kiongozi wa kabila la Banu Hanifa. Alikuwa ameazimia kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hata aliwazingira masahaba kadhaa na kuwaua mashahidi. Baadaye alikamatwa na akaletwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ewe Thumama, unaonaje? Tutakufanyia nini? Thumama akajibu, kama utaniua basi utakuwa umemuua mtu mwenye kumwaga damu ya wengine, lakini ukinifanyia ihsani basi utakuwa umemfanyia ihsani mtu ambaye anaithamini na kuishukuru neema hiyo. Kwa siku 3 Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kumjia na kumuuliza Thumama swali hili, naye pia alikuwa akitoa jibu lile lile. Hatimaye siku ya 3 Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka msikitini akasema, muacheni huru Thumama. Thumama akaenda katika bustani ya mitende karibu na msikiti, akaoga, kisha akaingia msikitini na akatoa shahada ya Kiislamu akisema, ewe mjumbe wa Mungu, ewe Muhammad, wallahi nilikuwa nauchukia uso wako zaidi kuliko uso wa mtu yeyote duniani, lakini sasa uso wako ndiyo ninaoupenda zaidi kuliko zote. Kwa haki ya Mungu nilikuwa nikiichukia sana dini yako kuliko dini zote, lakini sasa dini yako ndiyo dini ninayoipenda zaidi. Khalifa wetu mpendwa Hadhrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullahu ta'ala bin Nasrul Aziz akitaja tukio hili alisema, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia mfungwa huyu Thumama kwamba sasa wewe uko mikononi mwetu, basi silimu, bali kwa muda wa siku 3 aliendelea kutendewa kwa wema, kisha akaachiliwa huru. Thumama akiwa na busara, mara tu alipoupata uhuru huo alijifunga mwenyewe katika utiifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, katika utiifu huu kuna khairi ya dini yangu na maisha yangu ya dunia. Islam inawapa watu wote ulimwenguni uhuru kamili wa kukosoa. Kwa hakika Quran na Islam vimesimama imara hata mbele ya kiwango cha juu kabisa cha ukosoaji. Lakini badala ya ukosoaji usio wa haki na wa dhulma, Islam inawahimiza watu kutumia akili timamu, ujuzi, utambuzi, maarifa na hoja thabiti, na inatoa wito huu ulio wazi, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja zenu ikiwa mnasema kweli. Mayahudi na Wakristo walipodai kwamba wao peke yao ndio wataingia peponi, Islam haikusema kwamba hawana haki ya uhuru wa kutangaza dai hilo, bali kwa namna ya heshima na taadhima iliwaambia, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ingawa kila mtu ana uhuru wa kujieleza, lakini kama nini ni wa kweli basi semeni kwa ushahidi. Hivyo basi Islam imeruhusu uhuru kamili wa kukosoa, lakini imetoa kanuni ya kuuweka ukosoaji ndani ya mipaka ya kimaadili, kwa sababu kuheshimu mipaka kunazua ufahamu. Pale ambapo mipaka ya ukosoaji wa haki huisha, ndipo dharau zisizohitajika na dhihaka huanza. Kwa hiyo yafaa kusema kwamba Islam inaunga mkono na kutetea uhuru wa kujieleza, lakini haiamini kamwe katika uhuru kamili au usio na mipaka wala udhibiti. Hivyo ili kuweka uhuru wa kujieleza ndani ya wigo wa heshima ya utu, hadhi ya ubinadamu, uadilifu na haki, adabu na heshima, pamoja na amani na utulivu,
Islam inaeleza mipaka na kanuni ambazo huongeza manufaa ya haki hii na kukuza heshima yake na kuzidisha uzuri na azma yake. Kuhusiana na jambo hili, Islam inawasilisha kanuni hii kamili na yenye maelekezo bayana. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah hapendi uharibifu. Allah hapendi uchafu. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Mwenyezi Mungu ni mzuri na hupenda vitu vizuri na maneno mazuri. Yani daima dawamu kumbuka kwamba maoni yako, mawazo yako na mapendekezo yako, iwe kwa maneno au matendo au kwa hutuba au maandishi, yasiwe chanzo cha uharibifu katika ardhi. Jambo hili mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema kwa namna nyingine akieleza, la dharara wala dhirara, hakuna kudhuru wala kulipiza madhara. Ikiwa maoni, maneno, matendo na amali za mtu yataidhuru heshima, mali, nafsi au haki zake yeye mwenyewe au za mtu mwingine, basi uhuru huo hugeuka kuwa dhambi na kosa mbele ya Allah na mjumbe wake. Kisha Islam inaweka kanuni nyingine kwamba kueneza uvumi au habari za kusikia tu au mambo yanayohusu usalama wa taifa bila utafiti pia hakuingii katika uhuru wa kujieleza. Islam ikikataza vitendo hivyo inasema kwamba wa idha jaahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum. Linapowafikia jambo lolote la amani au la hofu hulitangaza. Mungu anasema, na linapowafikia jambo lolote la amani au la hofu hulitangaza, na kama wangali lipeleka kwa mtume na kwa wenye mamlaka kati yao, bila shaka wangalijua wale wanaolipeleleza miongoni mwao. Yani endapo kwa jina la uhuru wa kujieleza mambo yanayohusu hatari mbalimbali, hofu au habari zinazohusiana na amani ya taifa zitasambazwa bila ya tahadhari, basi wasiwasi utaenea na usalama wa taifa pamoja na amani ya kijamii vitaharibika. Kwa hiyo masuala kama haya hayapaswi kusambazwa bila kwanza kupata uhakika kutoka kwa viongozi au mamlaka husika. Akilifafanua jambo hili kwa namna nyingine, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a. Yamtosha mtu kuwa muongo anapohadithia kila anachokisikia. Yamtosha mtu kuwa muongo anapohadithia kila anachokisikia. Yani yatosha kwa mtu kuwa muongo ikiwa ataendelea kusimulia kila anachosikia bila kuchunguza. Islam inasema kwamba msiwe sehemu ya propaganda zisizo za msingi kwa kisingizio cha uhuru wa kujieleza. Mwenyezi Mungu anasema, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, wala usifuati usio na elimu nayo. Yani kama mtu akieneza maneno kwa kisingizio cha uhuru wa kujieleza usio yafahamu, basi wewe usishiriki katika propaganda hizo. Leo ipo haja kubwa sana ya kulifuata jambo hilo. Siku hizi mtu hueneza habari fulani kutoka mahali fulani, na punde si punde huwa mtindo unaosambaa kila mahali. Sasa ikiwa habari hiyo si ya kweli, madhara yake yanaweza kuwa makubwa yasiyorekebishika. Islam inakataza vikali kushiriki katika propaganda za aina hii kwa kisingizio cha uhuru wa kujieleza. Kisha kuhusu uhuru wa kujieleza, Islam inaweka kanuni nyingine kwa kusema, kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya. Sema, hakika Mola wangu ameharamisha mambo ya aibu yaliyodhihirika na yaliyofichika na dhambi na uasi. Yani katika uhuru wa kujieleza ikumbukwe kwamba
maneno yako yaepukane na uchafu, maoni yako na maongezi yako yasikaribishe dhambi, maoni yako yasiwachochee watu kufanya uasi na ukaidi. Hayo yote ndiyo chanzo cha uharibifu. Ndiyo maana Islam imekataza mambo hayo. Halafu na mheshimiwa mwenyekiti ameniambia muda umeisha, lakini karatasi bado ninazo nyingi. Basi sawa, labda mwaka ujao. Wasikilizaji wapendwa, kama nilivyosema mwanzoni, wimbo huu wa uhuru wa kujieleza unaimbwa kila mahali, hususan siku hizi katika zama za utandawazi na teknolojia. Lakini wimbo huu unatakiwa uimbwe kwa tahadhari na umakini wa hali ya juu sana. Watoto kwa wakubwa, kina mama kwa kina baba, wote siku hizi wapo kwenye mitandao, kwenye majukwaa mbalimbali, lakini wanatakiwa waelimishwe, wafahamishwe madhara yake na hasara zake vile vile. Hakika mafundisho ya Islam juu ya uhuru wa kujieleza ni kamilifu, yameepukana na upungufu wowote na yamejumuisha kila khairi, na bila shaka utaratibu na kanuni ambazo Islam imeweka kuhusu uhuru wa kujieleza ndio zinazoongoza uzuri wake na kuuboresha zaidi. Na leo au kesho, mapema au baadaye, mataifa ya dunia yatalazimika kukubali na kutekeleza kanuni hizo, kwa sababu uhuru wa kweli unaoongoza ulimwengu kwenye maendeleo ndio huu uhuru uliobainishwa na Uislamu. Na misingi yenye mafanikio ya kueneza amani duniani ni hii misingi ambayo Uislamu umeileta. Mungu atuwezeshe kufuata hayo. Amin.